Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Ni kweli ukipitia kabisa yale maelekezo ya msajili wa hiyo mahakama au mwanasheria wa hiyo mahakama, na ambayo sasa amepeleka kwa pande zote zinazohusika, na hasa upande wa wadaiwa au wajibu maombi ambao ni TFF, bodi ya ligi na Simba, amewatahadharisha au amewaambia kwamba mrufani au aliyekata rufaa ambaye ni Dar es Salaam Young Africans ameomba kuwe na mazuio kadhaa kabla hata ya shauri halijaanza, kabla hata ya usuluhishi wa shauri la rufaa haujaanza. Hajafafanua, lakini naamini katika yale makabrasha TFF, bodi ya ligi na Simba wamepelekewa, hizo hoja za mazuio zitakuwa zipo. Kwenye mahakama zetu huku sisi tunakuwa na vitu kwamba kuna mgogoro fulani umetokea, hata unaweza kuwa wa ardhi au unavutania nyumba au sijui kuna kitu gani, huwa mtu anasema tunaomba basi kwanza kama mtu alikuwa anatumia hiyo sehemu asimame kwanza. Kwa hiyo kunakuwa na hiyo vitu vinaitwa temporary injunction au interim injunction. Au wengine watu wa kawaida wanapenda kusema stop order. Kuna mazuio yamewekwa na huyu hawa kasi wanawaambia Simba, bodi ya ligi na TF. I note that the appellant has applied for provisional measures. Nikapitia hili neno provisional measures, nikagundua kumbe ni mazuio wameomba Yanga. Na barua inasema in accordance with the article 37 of the code, the respondents are granted a deadline of 10 days from receipt of this letter by courier to file their position on the appellant's request. Inasema hii barua kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 67 cha mwenendo wa mashauri ya kasi, maombi hayo ya mrufani yanapasa yajibiwe na washtakiwa au wajibu maombi ndani ya siku 10. Wamepewa ndani ya siku 10 toka walipopokea barua. Hatufahamu bodi ya ligi, TFF na Simba kila moja alipokea barua lini, kwa sababu barua ni ya tarehe 31 Machi. Wao toka walipoanza kuipokea wahesabu siku 10, wahakikishe nao wamejibu haya mapingamizi, wamesema lolote kuhusiana na mazuio, sio mapingamizi, kuhusiana na hayo mazuio. Sasa mimi nimekuwa nikijiuliza, je, Yanga wamepeleka hilo shauri wakisema wakati kabla halijaanza au litakapokuwa linaendelea kwamba labda ligi isimame au dabi isipangwe au bodi ya ligi ikae pembeni? Hatujui, ila wahusika wanajua. Ni kwa sababu tu sasa hivi Yanga wameamua kukaa kimya toka tupeleka hilo shauri lao. Sasa hivi TFF ukiwaona labda kama wameshapata wanasheria wao watakuwa na kila kitu. Vile vile Simba the same, ila kuna hayo maombi na ambayo yatafanywa uamuzi. Kabla ya kesi ile ya msingi kuna haya maombi ya mazuio. Kasi itaanza na hayo. Inaweza katamka kwanza kitu fulani kisifanyike wakati shauri likiendelea. Kwa hiyo kama ambavyo niliwahi kugusia kwamba upande wa majibu maombi wamepewa maelekezo mengi sana. Kama vile ambavyo Yanga imeomba kwamba yenyewe inahitaji msuluhishi mmoja, wao wamepewa siku 5. Je, wanakubaliana na Yanga au hawakubaliana nayo? Na nilikuwa napitia hiyo code of arbitration ambayo ina kanuni zake karibu 70. Humo ndani wanakuambia wasuluhishi wanatakiwa au wangapi. Kama ni kwenye hiyo appellate division. Swala la Yanga limepelekwa kwenye ngazi ya juu sana, inaitwa kitengo cha rufaa. Kumbe hata ile kasi yenyewe inatoa kama 2, lakini hii ya Yanga imepelekwa kabisa kwenye division ya rufaa ambayo anakaa huyo anaitwa president. Sasa watu wakanajiuliza kwa nini Yanga wamehitaji msuluhishi mmoja? Ngambia kwenye mambo ya usuluhishi, hili swala nalo kuli limeenda kiusuluhishi zaidi.
msuluhishi analipwa. Wewe uliyekata rufaa unamlipa msuluhishi. Yanga imeona pengine ikiwa na wasuluhishi wawili watatu, kila mmoja atatakiwa kulipwa, kama ambavyo kesi yenyewe nayo wamelipa faranga za Uswisi 1000. Sijaangalia kwa hela Tanzania ni kiasi gani kufaili tu hiyo mata. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, na nikasema hili swala la zuio vipi hili lenyewe kasi wakiliamua kabla ya kesi ya msingi itakuwaje. Lakini vile vile upande wa pili wameambiwa waeleze upande wao, ina maana na wao watoe hoja zao kupinga pengine mazuio yasiwepo au yawepo au yawe namna gani. Mazuio tuyafahamu. Mimi tu nimejaribu kujiuliza kwa kweli inahusiana na ligi. Je, ligi yenyewe isiendelee, au je ule mchezo ambao bodi ya ligi ilisema itaupangia tarehe wamesema usiendelee? Na hicho kwangu mimi kama na sheria ndio cha msingi, kwa sababu katika vitu ambavyo Yanga watakuwa kule wamepeleka ni kanuni zilivyotumika kuahirisha dabi, na uwezi ukapanga dabi wakati kuna shauri kama hilo. Nadhani hiyo ni moja ambayo wamesema kuwe na hiyo provisional measures. Wengine tunasema kwa kuwa Yanga hawaiamia bodi ya ligi au wameomba na bodi ya ligi kwanza ikae pembeni. Hivyo ndio vitu ambavyo wengine tunajaribu kuendelea kufuatilia na kujua ni nini hasa. Okay, wakati unaeleza kwenye hatua ya mwanzo ulizungumza kwamba Yanga wanahitajika pia kuthibitisha nakala ya hukumu. Kuna mengi pia yanazungumzwa. Je, Yanga watawasilisha nakala ipi, kwa sababu bodi ya ligi inazungumza kwamba bado wao hawajatoa maamuzi? Yanga nadhani watakachopeleka kwanza ni majibu ya bodi. Majibu ya bodi, na kama hayo majibu ndio maamuzi yao, labda watapeleka hayo kwamba waliandikia bodi ya ligi alafu kulikuwa na majibu. Na nikwambie kitu, tuligundua kwamba Yanga walifungua kesi yao tarehe 17 Machi. Lakini tarehe 25 kuna kitu walipeleka. Hatujui walipeleka nini. Pengine walipeleka majibu ya bodi ya ligi. Tarehe 27 kuna kitu tena walipeleka. Tarehe 28 kuna vitu tena walivipeleka kasi. Na tarehe 29 walivipeleka kasi. Hivyo vitu vyote vimejumuishwa katika hii barua. Wanaambiwa hawa wajibu maombi, kuna kabrasha tunawatumia la mawasiliano mbalimbali ya rufani, mkata rufaa dhidi yenu. Kwa mfano tunawaletea statement of appeal ya tarehe 17 Machi 25. Kumbe walipeleka tu kitu kinaitwa statement of appeal. Ndio kwa maana sasa Yanga nao wameambiwa ndani ya siku 10 wapeleke sasa appeal brief, yani rufaa yenyewe. Lakini bibi wameambia tunawapelekea tutawapatia tena barua tarehe 25 Machi. Tumewafungia tena email enclosure 20. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo Yanga walivipeleka, na ambavyo sasa upande wa hawa washtakiwa watatu wanatikiwa ndani ya siku 20 wao wametoa majibu yao. Lakini wakishapata ile rufaa yenyewe halisi sasa ya Yanga, ambayo nao Yanga wameambiwa ndani ya siku 10, na kama hawataipeleka huo muda watahesabia kwamba nao wame withdraw, yani wameiondoa. Vile vile wameambiwa vile vile upande wa Simba, bodi ya ligi na TFF wapeleke anwani kamili za wawakilishi wao, na hasa ambao ni wanasheria, kwa sababu Yanga tayari ina wanasheria wake 5 ambao tayari wanawasiliana na kasi. Okay, wakili, nadhani ni vizuri ungeweka bayana kuhusiana na mawasiliano yako, ili kwa yule ambaye anahitaji kufahamu zaidi ama kufahamu masuala ya kisheria apate kupata maelezo kwa upande wako zaidi. Asante sana. Mawasiliano yangu kwa simu ni kuna line ya Tigo sasa hivi inaitwa Yas 0715 36 2544 0715 362 544. Vile vile napatikana kwa namba ya Vodacom, line ya Voda ambayo ni 0754 36 2544, na line ya Airtel 0787 120712 0787 120712, na zipo hewani muda wote, tunaweza tukawasiliana kwa masuala haya ya michezo na masuala mengine ya kisheria tuweze kushauriana. Na kwa kuwa mimi ni mwanasheria wa masuala ya haki za binadamu, napenda sana kujadiliana na watu kuhusiana na haki za binadamu,
kama ambavyo sofa kuna watu wengi almost nchi nzima tunawasiliana na tunazungumza na kushauriana kuweza kupeana elimu ya sheria, lakini vile vile kulinda haki za watu na watu wazijue haki zao katika masuala mbalimbali ya kisheria. Na inapendeza sana watu hata huko waliko, kama kuna wanasheria mbalimbali, watu waengage kwa mawakili, kwa wanasheria, mtu awe na mwanasheria wake. Kama ambavyo napenda kusema mara nyingi, wewe una daktari wako, wewe ni daktari wa binadamu au ni mfugaji, una daktari wa mifugo au vinginevyo, una bwana shamba wako, una kinyozi wako, una mtu wako mwingine. Kwa hiyo sasa hivi swala lote lili wapatie wahusika. Wapatie wahusika, wewe usipate shida. Kwa watu wa mjini huko wafanya biashara tunasema wewe una mtaalamu wako wa mambo ya kodi, vile vile una mtaalamu wako wa mambo gani, basi na kwenye sheria hakikisha unakuwa na watu. Sasa hivi wanasheria ni wengi, vijana waliosoma sheria ni wengi. Almost vijiji vyote sasa hivi ukipita lazima kuna mtu kasoma sheria, iwe kwa ngazi ya cheti, diploma au degree. Lakini vile vile zipo mahakama, ukikwama mtu unaenda mahakama ya mwanzo pale, au mahakama ya wilaya, au mahakama ya mkoa. Pale wapo wanasheria, watakusaidia, watakuongoza. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi kama wakili msomi Alois Komba, nipo wazi kabisa, kwa sababu maisha yangu mimi yamekuwa ni masuala haya ya sheria, haki za binadamu. Kwa hiyo na mimi najiongeza kwa vitu vingi. Tuulizane vitu vingi tu, vile ambavyo sijajua nitasema na mimi ngoja nifanye utafiti nisome, au nitakuelekeza muone fulani. Ni hayo tu. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.